Na kanuni hizi za kuwawezesha hata washitakiwa na mahakama nao wanawe na ushahidi wote wa upande wa mashtaka katika mahakama za hakimu mkazi na mahakama za wilaya, na zenyewe zinakuja na faida nyingi sana. Baadhi amezieleza Mheshimiwa Mwabukusi, lakini zimetajwa kwenye yale majedwali. Moja, zinaleta usawa mbele ya sheria. Lakini cha pili, inadhibiti ucheleweshaji wa kesi. Lakini zinadhibiti ubambikizaji wa kesi, zinadhibiti rushwa, zinaimarisha ubora wa maamuzi mahakamani. So it comes with so much money. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao tunao kwenye mahakama kuu. Haukuwa hivyo kwenye mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi. Lakini tumetunga kanuni za kuwezesha mashauri ambayo yana masuala magumu ya kisheria na kiushahidi. Complex and factual, complex legal and factual issues yasikilizwe na majaji watatu. Lakini pia tumetunga kanuni za kuwezesha mashauri ya kikatiba yasiyoangukia kutoka ibara ya 12 hadi ya 29 ya katiba, yanayokuwa regulated na sheria inaitwa the Basic Rights and Duties Enforcement Act, ya ambao sasa yanaletwa mahakamani chini ya ibara 108 ya katiba, na yenyewe yasikilizwe na majaji watatu. Kwa sababu mashauri yao mengi yanaletwa kisiasa humu mahakamani. Tunataka kufanya hivyo kuboresha uwezo maamuzi, kwamba mkiwa watatu angalau mnashauriana pale, mnalichakata lile swala, you tend to get the best out of you the panel. So lakini kwa ufupi niseme, walio na vitabu wataona haya kwenye ile jedwali F. Mheshimiwa Rais, sambamba na utungaji na urekebishaji wa kanuni, Mahakama ya Tanzania imeimarisha haki watuhumiwa wenye stahili ya kisheria kupata dhamana ipasavyo mahakamani, kuanzia mahakama za mwanzo ambako kwa sasa dhamana inapatikana kwa watuhumiwa au washtakiwa wote katika mahakama za mwanzo. Mahakama za hakimu mkazi, mahakama za wilaya na mahakama za mwanzo zinawajibika kuhakikisha kuwa dhamana inatolewa kwa washtakiwa kwa mashauri yote ya jinai yenye dhamana, isipokuwa kama kuna sababu muhimu ya msingi. Mtu anapoomba dhamana, uamuzi wa kumpa au kumkatalia dhamana utolewe siku hiyo ya kuwasilisha ombi lake mahakamani. Hii inasaidia kupunguza mianya ya rushwa, lakini pia inawezesha haki ya dhamana kupatikana mapema ipasavyo. Kwa makosa ambayo kisheria yanadhaminika, waheshimiwa mahakimu wanawajibika kuwajulisha watuhumiwa haki ya dhamana mara tu watuhumiwa wanapofikishwa mbele yao. Hatua hii inawawezesha wananchi wanaotuhumiwa kwa makosa ya jinai kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii na kuhudhuria mahakamani wakitokea nyumbani hadi mashtaka dhidi yao yanapokuwa yametolewa hukumu au maamuzi mahakamani ipasavyo kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ya katiba. Mheshimiwa Rais, hatua ya dhamana kwa washtakiwa watuhumiwa imepunguza msongamano wa wafungwa na mahabusu magerezani na kuleta unafuu katika gharama za uendeshaji wa magereza, mbali ya faida nyingine nyingi. Mheshimiwa Rais, tunaendeleza